Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Nge. Kutoghafilika kwa kitu. Utaizoea hali fulani. Watu watajua umuhimu wa kitu kwa sababu yako. Kuongeza ujuzi wa taaluma yako. Kukitunza kitu kwa muda mrefu. Kusumbuliwa na vidonda vya tumbo. Kukipendezesha kitu. Kujua kupangilia mambo vizuri. Kutambua jambo kwa uzuri. Kumpa mtu nafasi au kipaumbele. Kuulizia safari au chanzo cha kitu. Kuona unapata mwelekeo wa jambo fulani. Kuhisi kitu. Kufuata angalizo. Kumshangaza mtu. Utasifiwa kwa muonekano wako. Kutopenda utani. Nyota ya Samaki. Kupunguza kujiamini sana. Kujiondosha kwenye jambo ambalo unahisi lenye utata. Utaaminishwa kwa jambo lenye ukweli. Yaliyo mazuri yanaendelea kutimia kwako. Kukwazika baada ya kutofautiana na mtu. Baadhi yenu mtapata pesa lakini itaisha bila kufanya jambo la muhimu. Kukumbushiwa kitu. Mtu ataamua kukuacha huru. Utapokea taarifa ya msiba. Nyota ya Kaa. Utatoa mashtaka au malalamiko kwa mtu. Kujizuia hisia zako. Kuchelewa kufanya kitu. Kuzielewa hisia za mtu kiundani. Mawazo yako yatafanya uamue kitu. Unafiki wa mtu kuendelea kuwepo. Utahusishwa kwa jambo. Kuhisi mtu kakupa wakati mgumu. Kuonesha tabasamu la kuficha jambo moyoni mwako. Kushtushwa na kitu. Mtu atakukera sana au kukuondoa katika namna fulani uliyokuwa nayo. Nyota ya Punda. Kuangalia kitu kila wakati. Kuhisi mtu atakutafuta. Kupunguza ukali kwa mtu. Utaona mazoea ya ghafla ya mtu kwako. Kuufumbia ujinga wa mtu. Kusherehekea kitu. Mtu muhimu atakutafuta au kupata taarifa zake. Kujibiwa ombi lako. Nyota ya Mshale. Kuhisi mtu hatorudia tena kitu. Mtu atafuata maagizo yako. Kumwaminisha mtu kitu. Kuhoji sana. Kutambua ubinafsi wa mtu. Kupatiwa nafasi ya kipekee. Nyota ya Simba. Kuchangamka ukiwa unafanya kazi. Ila usipofanya utajihisi kuumwa. Kujua mtu yuko na mambo mengi. Hivyo huwezi kumpata kwa wakati. Mtu atakupotezea muda kwenye jambo fulani. Kuhisi koo kuwasha sana. Utakuwa mwenye machaguo mawili. Kuhisi utajisababishia tatizo ukifanya jambo fulani. Utaongeza uzao. Kupatana na mtu. Ujio wa mtu utakupa uhafadhali kwa mambo yako. Kupitia kipindi ambacho kinakupa ugumu wa kuamua. Kuogopa kufedheheka au kuaibika. Utajihisi mwenye wasiwasi au mashaka. Usaidizi utakufikia. Kwa baadhi yenu siku zijazo zitakuwa bora kwako katika hali ya kujisimamia. Kuimarika kiafya. Jiandae kupokea ugeni. Nyota ya Mapacha. Kulia. Kuhisi huzuni. Kujua mtu kuwa anakupenda. Kupatiwa taarifa zitakazo kupatia hofu. Kuhisi unazungumzishwa na sauti ya ndani kwa jambo. Kupatiwa tahadhari kwa kitu. Utaamua kufanya usaidizi au utetezi kwa mtu. Utamuondoa mtu shaka aliyokuwa nayo. Utapata kitu kwa njia usiyoitarajia. Kumpatia mtu ushauri. Kusikiliza kitu chenye mafunzo. Kuna tatizo litakaloisha kwako. Utamuoneshea mtu kuwa umebadilika kwa vitendo. Mtu anashindana na wewe. Mapacha. Nguvu ya utetezi ipo upande wako. Amua kuifuata. Utajihisi hali ya utofauti unapokuwa sehemu. Nyota ya Mizani. Kuondosha mabishano baina yako na mtu. Kutulia sana na kuweza kupanga mambo vizuri. Utahisi utofauti kwa mtu. Kujua kuwa mtu hakuamini. Utachukizwa na kauli ya mtu. Utaenda sehemu ya mbali. Utajivunia kitu. Utaziepuka hila za watu. Kuhisi mtu ana kinyongo na wewe. Utaahidiwa kufanyiwa mambo mazuri. Kuhisi kichefuchefu sana. Kupata hali ya uvivu. Kutumiwa ujumbe mzuri na mpendwa wako. Utarudia kufanya kitu.
kupata pesa. Nyota ya Ndoo. Utasisitiziwa au kuhitajika kuwa makini na mtu fulani. Utafikishiwa ujumbe wenye mafumbo. Utakuwa kwenye kikao au mkusanyiko wa jambo fulani linalojadiliwa. Fitna za mtu zitakuwa zenye kukuumiza. Kujihisi amani baada ya kukamilisha kitu. Mtu atakuja kwako na wazo zuri ambalo mtalifanyia kazi kwa pamoja. Maridhiano na mtu kuwepo. Utamtafuta mtu kwa sababu muhimu. Kupenda kujua vitu kwa undani. Utakuwa huru baada ya kitu kutokea. Mtu atafurahishwa kwa ukarimu wako. Nyota ya Mbuzi. Utapata suluhisho la jambo. Mtoto kukusumbua. Kujua namna ya kitu kinavyofanyika. Utaratibu mpya kuwepo katika kazi. Kusubiri kitu kwa muda mrefu. Utaukumbuka usemi wa mtu. Kumkumbuka mtu aliyefariki. Kuhisi amani na furaha unapoangalia milima au kitu chenye kinakuvutia. Pendekezo jipya kukufikia. Mtu anahitaji ukaribu wako zaidi. Mtu atajua alipokukosea. Kufanya mambo yatakayokuwa na faida sasa na kwa baadaye. Kuonesha ushirikiano kwa jambo la mtu. Kuona kitu kitakachofanya uwe mwenye maswali mengi. Kuridhia kitu. Baadhi yenu mtakuwa wenye mvuto wa kuvutia vya thamani. Matamanio mazuri yanaendelea kutimia. Utakuwa na wakati mzuri na mtu. Mlango wa heri kufunguka kwako. Utachangamkiwa na mtu au watu. Kukaa sehemu yenye mkusanyiko. Kufikishiwa ujumbe maalumu na mtu. Mtu usiyemtarajia anakuja kwako. Nyota ya Mashuke. Kichwa kuuma sana. Utatafsiriwa kwa utofauti kutokana na kitu kutokea. Kufanya maandalizi ya kitu. Kumtumia ujumbe mtu wa mafumbo. Utakuwa mwenye uhitaji wa kitu fulani. Utalazimisha kitu. Kusifiwa kwa namna fulani au utulivu uliokuwa nao. Utaonesha hali ya utu kwa mtu fulani. Kukumbuka wema wa mtu. Utajua kuwa ulifanya jambo kwa makosa. Utalipia kitu. Kupatiwa matokeo ya haraka. Kumuoneshea dharau mtu. Utashindwa kuonesha uvumilivu kwa mtu. Baadhi yenu mtakuwa na mvuto mkali na kuaminiwa zaidi. Kupata mrejesho wa kitu. Kuanza upya wa jambo. Kutulia kwa hali fulani. Kuchoshwa na hali unayoipitia. Kuonekana mwenye kutafakari sana. Utafanya mtu awe na mawazo kwa ajili yako. Kuacha utani au mazoea na mtu. Kujilaumu. Kupendekeza jambo. Nyota ya Ng'ombe. Utajishtukia kufanya kitu bila kumshirikisha mtu. Utaacha kufuatilia jambo. Kutoa taarifa muhimu sehemu. Utapata hali ya mshtuko. Kufananisha kitu. Kusahau jambo la muhimu. Utapatiwa uangalizi mzuri. Kujua chanzo cha tatizo. Kuonesha ushirikiano na mtu. Kuongea mambo mengi utakapokutana na mtu. Kusubiriwa sehemu. Utakuwa mwenye mahojiano na mtu. Kukisia jambo. Kuonesha hali ya utofauti uliokuwa nao. Kumuona mamba mara kwa mara. Inaashiria kupata hali ya maumivu makali ya kiuno. Utamwombea mtu dua njema. Utafurahia kitu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.